liko swala la watu waliokwenda kuomba uchunguzi kwa balozi wa Vatican. Naona kwamba ni sawa, kabla sijamaliza maongezi yangu niligusie jambo hilo. Kwa misingi hiyo ya kisheria na kimaadili, baadhi ya waumini wamepeleka malalamiko yao katika ubalozi, kwa balozi wa Baba Mtakatifu anayeitwa Nuncio, wakiomba ubalozi wa Papa au Papa mwenyewe au mamlaka za kanisa zimchunguze kiongozi wa kanisa Tanzania kwa jina la Padre Charles Kitima. Kwa ufupi, hatua hizo ni halali kisheria. Hakuna mahali sheria ya kanisa imewazuia Wakristo wa Katoliki kupeleka malalamiko yao popote pale, wala sheria haijaweka utaratibu wa lazima. Kama nilivyosikia wengine wanasema, mbona wewe hujaanzia kwenye jumuiya, kwenye parokia, kwenye jimbo? Sheria haijaweka utaratibu huo. Hayo ni mazoea ya busara za kichungaji. Anayejua sheria hiyo atuambie hapa. Kwa hiyo jambo hilo ni halali na ni la kisheria na linaendana kabisa na utaratibu wa kanisa na inalenga kulinda hadhi ya kanisa, na hatua ile sio uasi bali ni utekelezaji wa kulinda maadili ya kanisa. Kanisa sio chama cha siasa. Ni vyema na haki ifahamike kuwa Kanisa Katoliki halikuitwa kuwa chama cha siasa, wala halikuitwa kuwa mshirika wa chama chochote kile cha siasa. Na tukisema chama cha siasa hapa inamaanisha vyama vyote. Wala kanisa halikuitwa kuwa mshirika wa serikali au kuwa msemaji wa serikali. Kanisa limeitwa kuwaokoa watu, kuhubiri Injili na kutangaza habari ya wokovu. Yesu mwenyewe alisema, ufalme wangu si wa dunia hii, katika Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Na katekisimu ya Kanisa Katoliki imeunga mkono swala hilo. Mtaguso wa Vatikano wa pili kwenye hati yake ya Gaudium et Spes imesema kwamba kanisa halipaswi kufungamana na mfumo wowote ule wa kisiasa. Kanisa liko duniani, lakini lenyewe linakwenda beyond, lina transcend mambo ya dunia hii. Kwa ufupi basi, kanisa likijiingiza kwenye mitazamo ya vyama, likajiegemeza na vyama, likaanza kutoa political rhetoric, lugha kama za vyama, matokeo yake kanisa linagawa waamini, linapoteza mamlaka ya kimaadili na linahatarisha umoja wa waumini, umoja wa kanisa na umoja wa kitaifa. Kanisa kitheolojia ni watu wa Mungu. Kanisa kibiblia ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo hakuna mtu mmoja anaweza akasema yeye ni kanisa. Kanisa ni la wote, na sisi wote tunaitwa katika Roho Mtakatifu kuwa mashuhuda wa Injili. Asiwepo mtu kati yenu wa kusema kwamba yeye ndiyo kanisa, au yeye akisemwa basi kanisa limesemwa. Huo sio msimamo ambao ni sawasawa. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo, kama anavyosema Paulo kwenye Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12. Kwa hivi tunayo haki na wajibu wa kuilinda kanisa letu. Taarifa hii na tafakari hii ndogo itufunze kama taifa la Mungu kwamba viongozi wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania wasisahau kuona uongozi wa kiroho kwamba ni mamlaka za kidunia. Uongozi wao ni wa huduma kwa watu wa Mungu, na wanaitwa kutakatifuza na kulinda umoja wa dhamiri wa Wakristo na umoja wa kanisa. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, yaani canon law nambari 212 para ya 3, inatambua haki ya waumini kutoa maoni kwa wachungaji wao wa kanisa kuhusu masuala mbalimbali yanayolihusu Kanisa Katoliki, ila maoni hayo yatolewe kwa heshima, kwa kuzingatia mafundisho ya kanisa na kwa kulinda hadhi ya viongozi wenyewe. Hii maana yake nini? Kumhoji kiongozi wa kanisa sio uasi wala dhambi. Kukosoa mwenendo wa kanisa sio uasi wala sio dhambi. Na kutoa malalamiko ya waumini katika ngazi yoyote ile ya kanisa ni haki ya kisheria ndani ya kanisa. Sio jambo ambalo mtu anapewa kana kwamba ni hisani. Kiongozi yeyote wa kanisa anayewanyamazisha waumini
anayewadhihaki ama kuwatukana pale ambako wanatekeleza haki hii ya kutoa malalamiko au ya kutoa maoni kwa viongozi wao, kiongozi wa namna huyu anakiuka sheria ya kanisa na anapinga na kupotosha mafundisho ya kanisa lenyewe. Sambamba na hilo, kanisa wala Biblia haliruhusu kwa kiongozi wa kiroho kutumia lugha ya dharau dhidi ya waamini wake, kama tulivyosikia hivi majuzi, watu wakiitwa malofa, wakiitwa wananjaa, eti kwa sababu wamekosoa jambo fulani kutokana na mwenendo wa kanisa. Kristo anasema, asemaye mpumbavu anastahili hukumu. Mathayo sura 5:22. Neno lenu liwe daima ni kwa neema. Wakolosai 4:6. Kwa uchache, maneno haya ya Injili yanakwenda moja kwa moja kinyume na viongozi wanaoanza kuwatukana watu eti kwa sababu wamewakosoa wao. Sema pia ifahamike kwamba madhabahu ya kanisa si jukwaa la kisiasa, sio jukwaa la matusi, na mahubiri ya Katoliki yanaongozwa na miongozo inaitwa Catholic Homiletics. Mahubiri ya kanisa kwenye misa yanaitwa homilia, sio preaching, sio sermon, na imefanya hivyo makusudi kwa sababu padre ama askofu anapohubiri anahubiri in persona Christi, katika nafsi ya Kristo. Pale hatoi maoni yake wala haweza karuhusu jaziba zake zimtawale. Kwa hiyo hili lilikuwa jambo la bahati mbaya ambalo waumini wote wa Katoliki wanapaswa kulikemea.